Mheshimiwa Rais ametuagiza tutenge maeneo kwa ajili ya kuanzisha kongani za viwanda kwenye kila wilaya. Kwa hiyo hii ni eneo ambalo ni fursa kwa wawekezaji wengine. Maana taarifa niliyopewa ni kwamba tuna mwekezaji mmoja tu wa kutengeneza chupa ambaye anapatikana Dar es Salaam. Lakini kuna maeneo mengi tumeyatenga kwa ajili ya uwekezaji. Kahama tuna eneo kubwa, lakini nimetoka jana Mara, tuna maeneo makubwa tumeyatenga kwa ajili ya uwekezaji. Nitoe wito kwa wawekezaji wengine. Fursa ya kuwekeza kwenye viwanda vya kutengeneza chupa ni kubwa sana. Mwekezaji tuliye naye ni mmoja, kwa hiyo hiyo ni monopoly. Tunahitaji kuongeza uwekezaji wa chupa ili tuhakikishe tunawasaidia hawa wazalishaji wa bia na vinywaji mbalimbali ambavyo vinatumia chupa ili wasiweze kukolapsi kwenye biashara zao. Lengo letu sisi kama Wizara ya Ofisi ya Rais Viwanda na Biashara tunafuatilia uwekezaji. Na tunapofuatilia uwekezaji tunaangalia mambo matatu. Ya kwanza, je, huu uwekezaji unatija? Na ndio kilichotuleta leo hapa. Lakini la pili tunaangalia, je, huu uwekezaji unachochea kutengeneza ajira? Lakini la tatu tunaangalia, je, huu uwekezaji unahusisha mnyororo wa thamani, wakulima ambao wanalima shayiri, wakulima ambao wanalima matunda na kadhalika. Lakini la mwisho, je, huu uwekezaji unachangia katika kukuza pato la taifa? Hilo ndio lengo la Mheshimiwa Rais, kuhakikisha kwamba sasa uwekezaji wa Tanzania unakuwa na tija. Moja ya nguzo kuu ya uwekezaji wetu ni mradi wa maziwa wenye uwezo wa kuchakata hadi lita 100,000 kwa siku. Kupitia mradi huu wafugaji wanapata soko la uhakika la maziwa. Tunatoa mafunzo ya ufugaji wa kisasa. Tumewekeza katika miundombinu ya baridi na teknolojia ya kisasa. Tumechochea uchumi wa vijijini kupitia ajira za usafirishaji, biashara za pembejeo na biashara ndogo ndogo. Tumeweka mradi huu Lake Zone tukiamini kwamba data zinazotuonyesha kwamba ng'ombe wote wako Lake Zone, lakini hakuna kiwanda cha maziwa Lake Zone. Sisi tumetangulia. Dhamira yetu ni kuendelea kupanua wigo wa soko letu nchi nzima na nje ya Tanzania, ili kusaidia pia kuingiza fedha za kigeni katika mzunguko wa uchumi wa Tanzania. Kwenye upande wa mapato ya serikali tunakadiriwa kuchangia takriban shilingi bilioni 20 kwa mwaka kama kodi mbalimbali tofauti ambazo tunachangia kusaidia jitihada za serikali katika kutoa huduma za jamii. Mwekezaji mzawa ameamua kujibana, ameingia kwenye sources za funding ili kuhakikisha kwamba anajiinua. Sasa na sisi tunaenda kuinua wapi kama sio kwa mwenzetu ambaye ameamua kuwekeza ndani ya mkoa huu wa Shinyanga. Kikubwa ambacho tumeendelea kufanya ni kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuwaunga mkono wawekezaji wa ndani, lakini pia kurahisisha taratibu zote ambazo zinaenda kufanikisha ufanisi wao. Hatuhitaji bureaucracies au kona za aina yoyote katika utoaji wa huduma ambayo inaenda kurahisisha utekelezaji au uzalishaji kwa wawekezaji ndani ya mkoa wetu. Ili sekta ya maziwa iweze kukua na sekta ya nyama iweze kukua na serikali kuweza kuisimamia vizuri kwa tija, kibiashara na kisasa, tumeamua ndani ya serikali kuharakisha utaratibu wa kuunganisha bodi ya nyama na bodi ya maziwa. Vyombo hivi viwili vinaelekea kwamba vilikuwa vinafanya kazi zinazofanana, lakini vilikuwa vinaifanya serikali igawanyike badala ya kuwa na mtazamo wa pamoja. Chombo hiki kitatufanya serikali tuweze kuwahudumia wote walioko kwenye sekta ya nyama na wote walioko kwenye sekta ya maziwa, na mazao mengine pia ya mifugo yaweze kwenda vizuri.